tunahitaji mbegu bora, tunahitaji banda bora, tunahitaji chakula bora. Kuna mashine za kutotolesha vifaranga za umeme, kuna mashine za kutotolesha vifaranga zinazotumia mafuta taa. Lakini kila mmoja akifanyia kazi, tukawa na sehemu ya kuzalisha, kwa sababu uzalishaji huu haunifanyi mimi nisifanye kazi nyingine. Nitafanya kazi yangu ya kuajiriwa, nitafanya kazi yangu ya kulima shamba, lakini nitaendelea kuwafuga hawa kuku. Kwa jina ninaitwa Peter Buraidi Kitembe. Mimi ni mfugaji wa kuku na nilianza kufuga kuku mwaka 1997. Nilianza kufuga kuku aina ya Cox au kwa jina la Kiswahili wanaitwa vijogoo. Na baada ya kufuga kuku hawa kwa muda, nilibadilisha kutoka kuku aina ya Cox au vijogoo nikafuga kuku wa broiler, yani kuku wa nyama. Nikafuga kuku wa nyama, na baada ya kufuga kuku wa nyama nilikuja kupata baadaye ajira. Nikaanza kufanya ajira kwenye kampuni moja. Nikafanya kwenye kampuni hiyo kwa muda wa miaka 11. Wakati nikiwa ninaendelea na ile ajira, nilisimama kidogo kwenye shughuli ya ufugaji, lakini baadaye nikawarudi tena nikawa ninaendelea na swala la ufugaji. Katika kipindi chote hichi ambacho nilichokuwa nimesimama, nilikuwa ninatoa ushauri kwa watu mbalimbali ambao walikuwa wanafuga. Sababu moja ambayo ilisababisha mimi niache kufuga ni kwa sababu nilikosa watu ambao wangekuwa makini kuangalia ile kazi ya ufugaji. Baada ya hapo nilirudia tena kufuga, na wakati huu nilianza kufuga kuku wa kienyeji. Na tuko hapa au uko hapo nyumbani kwako na familia yako, ninataka nikuletee habari ya ufugaji wa kuku wa kienyeji. Lengo langu la kutengeneza hii CD ni kwamba wewe ujifunze kama mzazi, lakini na watoto na huyu kaka au huyo dada ambaye amekuja kukusaidia kazi hapo nyumbani aweze kuona na kujua kufuga kwa usahihi. Kwa hiyo mimi ni mfugaji niliyefuga kwa muda mrefu. Ninataka nikueleze mambo machache ambayo yatakusaidia na wewe katika hatua zako za mwanzoni za ufugaji wa kuku uweze kujua mambo ya msingi ambayo utayatumia na yatakusaidia. Lakini jambo la msingi pia ambalo ningependa kulisisitiza, wakati unapoanza shughuli zako za ufugaji, ni vizuri sana ukaona watu ambao ni wataalamu, yani watu ambao wamesomea. Kwa sasa ninaweka mambo ambayo ni ya msingi, yanaweza yakakusaidia ukafuga na ukapata faida na maisha yako yakabadilika. Tunakwenda kuangalia ufugaji wa kuku wa kienyeji. Sisi katika mazingira yetu ya Afrika tuliozaliwa katika Tanzania yetu, karibu kila familia ina kuku wa kienyeji. Hasa maeneo ya vijijini, tukiacha ya maeneo ya mjini, karibu kila familia inakuwa ina kuku hao wa kienyeji. Na mara nyingi wana sifa moja kubwa kwamba ni wavumilivu, hawaugui magonjwa, hawana matatizo, lakini ladha ya nyama yake ni nzuri sana. Sasa tunataka tufuge hawa kuku kibiashara. Tufuge hawa kuku tuweze kuongeza kipato katika mazingira tuliyokuwa nayo. Wakati ukiwa mjini uweze kuongeza kipato, aliyekuwa kijijini aweze kuongeza kipato. Tunajua kwamba hawa kuku huwa hawashambuliwi na magonjwa wala huwa hawafi ovyo. Lakini pia katika utafiti wangu mdogo niliofanya, unakuja kugundua kwamba kuku anataga mayai 10, anayatamia na Mungu anamsaidia anaweza kupata vifaranga 10. Lakini anavilea kwa muda wa miezi kama 3 au 4, yule kuku mwenye vifaranga 10 unamkuta amebakia na vifaranga 2 au vifaranga 3. Sasa kwa sababu mara nyingi huwa tuangalie haya au hatulitazami hili, tunaona kwamba huwa wanaongezeka. Kwa sababu kama kuku mmoja anaweza akatoa vifaranga akatotolesha vifaranga 10, akakuza 3. Huyu mtu mmoja akiwa na mitetea 10, kwa mara moja wale wakitoa vitatu anajikuta na mitetea 30. Kwa ujumla naona kwamba hawa kienyeji wanakuwa vizuri, vifaranga uzalishaji wake ni mzuri. Lakini kwa ujumla uzalishaji wake sio mzuri kwa sababu hatuwaangalii kitaalamu. Lakini hata hivyo hatuangalii basi kupunguza ile idadi ya wale 7 wanaokufa. Lakini kama mtu angekuwa anawaangalia akaondoa ile idadi ya 7 wanaokufa, angalau wakitaga kwa mara moja wakatotoa, anatakiwa awe na vifaranga kama sio 100, vikiteremka viwe vifaranga 70 au kuku 70. Sasa tunakwenda kujifunza habari za ufugaji wa kuku wa kienyeji. Tunatakiwa tuwe na mambo makubwa
manne. Sasa nitaanza kuzungumzia jambo moja baada ya jingine, na haya mambo makubwa manne yanalingana. Huwezi ukasema hili ni bora kuliko hili au hili ndio la muhimu kuliko hili. Haya ni mambo makubwa manne ambayo yanalingana na kila jambo linamtegemea mwenzake, kwa hiyo yote yanakwenda kwa usawa. Jambo la kwanza ambalo tutajifunza ni habari ya banda bora. Tutajifunza habari ya banda bora. Unahitaji kuwa na kuku wengi, unahitaji kuwa na mazingira mazuri, unahitaji kuwa na banda bora. Sifa la banda bora, linatakiwa liwe na hewa ya kutosha. Yaani mazingira ya hewa, na hewa iwe inatembea kwa urahisi ndani ya banda. Lakini pia banda bora linatakiwa liwe na mwanga wa kutosha. Banda bora linatakiwa lizuie wanyama wakali wasiweze kushambulia kuku au kushambulia mayai. Hizi ni sifa za banda bora. Na kwa wale walioko mijini, maeneo ambayo hawana nafasi za kutosha, kuna mabanda ambayo yanajengwa kwa gorofa au kwa jina la kitaalamu wanasema cages. Kuku wanakaa chini, kuna wengine wanakaa katikati na kuna wengine wanakaa juu. Na haya mabanda yanakuwa na nafasi kwamba kuku anayekaa hapa juu, kinyesi chake hakidondoki kumfikia huyu kuku hapa chini. Lakini kunakuwa kuna nyavu katikati ambazo zinazuia, ambazo kinyesi kikidondoka kuna kitu kinazuia, kinakinga kile kinyesi. Hili ni sifa la banda bora kwa maeneo ya wale watu ambao wanaishi mjini. Na katika square mita moja kuku angalau wakae kuku watatu. Hili ni sifa la banda bora kama tunavyoona hapa kwenye picha, aina ya mabanda bora katika mazingira haya ambayo tunayaona. Hili ni moja kati ya mabanda bora. Hili banda ni banda ambalo limejengwa kwa mbao, unaweza ukajenga kwa kutumia miti kulingana na eneo ambalo lilopo. Lakini banda hili kuku wanaishi juu na wengine wanaishi chini. Tumeacha namna hii uchafu unaoona huu, tumeacha hii samadi ili wewe uweze kuona kwamba hawa wanapodondosha kinyesi chao kinajaa hapa. Hawalali kinyesi, hawakai kwenye mazingira machafu, wanakaa kwenye mazingira masafi. Tumeacha uone kwamba uchafu unakaa hapa. Mtu akitaka kufanya usafi sasa anaingiza, anasafisha. Hii ni moja kati ya banda bora, na banda hili linatengenezwa kwa mbao, kwa nyavu ambazo zinapatikana kwa bei nafuu. Chini tunapiga wavu mnene, kisha tunapiga wavu mwembamba, na huku nako kunapiga wavu mnene. Lakini pia tuna mabanda bora ambayo pia yametengenezwa kwa chuma. Hili ni moja kati ya banda bora ambalo limetengenezwa kwa chuma. Hapa ni kuku, huku anaishi kuku, hapa katikati kuna nafasi, hapa panaishi kuku kuna nafasi. Kwa hiyo tunaweza tukajenga kadri tuwezavyo. Msingi ukiwa mzuri, tunakwenda juu kadri tuwezavyo. Hili ni aina ya banda bora. Hili ni moja kati ya mabanda bora, na hili ni banda la chuma. Unaweza ukaona kwamba tuna ngazi ya kwanza chini, tuna ngazi ya pili, tuna ngazi ya tatu, tuna ngazi ya nne. Kwa hiyo unajenga banda kwenda juu na unaweka kuku wengi zaidi. Uzuri wa mabanda haya ya chuma ni magumu, yanakaa muda mrefu. Lakini pia vitu vyote hivi vinapatikana katika nchi yetu hii ya Tanzania, hasa maeneo ya mjini yenye umeme. Lile la kwanza nilikuonyesha ni banda la mbao, maeneo vijijini yanajengeka bila wasiwasi. Hili la chuma, hili la pili nalo kuonyesha ni banda la chuma, maeneo ya mjini yanajengeka bila wasiwasi. Na hao kuku unaoona ndani ni kuku aina ya Black Australorp. Kuku hao wanapatikana zaidi maeneo ya Malawi, ni mbegu, ni asili yake ni Malawi. Ni kuku wanaoongoza kwa utagaji wa mayai. Unaweza ukaona pana nafasi kati ya banda na banda. Hawa wanakaa juu, hawa wanakaa chini. Hii nafasi iliyowekwa hapa ni kwa ajili ya kudondosha kinyesi. Kwa hiyo namna ya kusafisha, kuondoa kinyesi ni rahisi. Lakini pia kuku wanapokanyaga hichi kinyesi kinajijenga kwenye unyayo chini. Kinapojijenga kwenye unyayo chini kinasababisha kidonda. Kwa hiyo kuku anapotembea anakuwa anatembea kwa woga, au kama ni dume basi unakuta haliwezi kurutubisha mayai kwa jike kwa sababu mguu una maumivu. Kwa sababu hiyo unapojenga banda la namna hii unaondoa sehemu kubwa ya maumivu na sehemu kubwa ya magonjwa, kwa sababu magonjwa ambayo yanatokana wadudu ambao wanaishi kwenye kinyesi kinadondoka chini. Lakini kile kinyesi cha coccidiosis, pale kuku wanapotoa kinyesi cha coccidiosis, kinyesi chenye rangi ya ugoro, mwenzake alitakiwa labda akidonoe yale na akila angekula wale bakteria, lakini matokeo yake ni kwamba kile kinyesi kinakuwa kimedondoka chini, hakuna anayeweza tena kukidonoa kile kinyesi. Kwa akiugua mmoja
hauwezi kusababisha kwa urahisi banda zima likaugua. Lakini linapokuwa lile banda ambalo limesakafiwa kabisa, akidondosha kinyesi, mwingine akija anakula kwa sababu kina damu, mwingine akija tena anakula kwa sababu kina damu, matokeo yake unakuta ule ugonjwa umeenea haraka sana kwenye banda. Kwa njia hii tunazuia pia sehemu ya uenevu wa magonjwa. Mabanda bora ya kisasa ni mabanda yanayokwenda juu. Kuku wanakaa kwenye cages. Kwa mtu aliyoko kijijini, kwa sababu kuna nafasi nzuri zaidi na kubwa zaidi, kuku unatumia kwenye ile nafasi ambayo uliokuwa nayo. Lakini nafasi yako ikijaa, unabudi pia kwenda banda lako liende juu. Kwa hiyo tunazungumzia habari ya kufuga kuku wa kienyeji katika banda bora, banda linaloepusha magonjwa. Kuku wanapata magonjwa kwa sababu ya mabanda na mazingira kutokuwa salama. Banda linalovuja halitakiwi, banda lisilokuwa na hewa ya kutosha halitakiwi, banda lisiloingiza mwanga wa kutosha halitakiwi. Tunataka tuwe na banda linaloingiza mwanga wa kutosha, lisiloruhusu maji, mvua au wakati mwingine kama ni mto unajaa au mazingira yanajaa, maji yanapita ile eneo katika mafuriko. Hatutahitaji mabanda ambayo mafuriko yakitokea yenyewe yanabebwa na maji. Kwa banda liwe bora, lijengwe katika mazingira salama, maeneo yanayoingiza hewa, maeneo yote manne. Lakini pia banda bora ni lile banda ambalo linatenganisha kati ya kuku wa umri mdogo na kuku wa umri mkubwa. Kuna kuku wengine wanakuwa ni vifaranga. Huwezi ukamchanganya na kuku ambao na vifaranga ambao wana miezi mitatu au vifaranga ambao wana miezi miwili. Kwa banda lako lazima liwe na magroup. Kuna wa vifaranga, kuna ambao ni size ya kati, alafu kuna wakubwa. Na ikiwezekana utenge angalau katika vipengele vinne. Waweko vifaranga ambao wanakuwa na kati ya wanakuwa na siku moja mpaka mwezi mmoja. Alafu liweke eneo ambalo wana mwezi mmoja mpaka miezi miwili. Alafu liweko na eneo la miezi miwili mpaka miezi minne. Alafu liweko na wakubwa kabisa. Banda linapokuwa na namna hii, unapowalisha hawa wadogo, wanakula chakula wanachotakiwa kula, lakini pia wanapata nafasi ya kula. Uwezo wao wa kugombania chakula unalingana. Uwezo wa kifaranga hana uwezo wa kugombania chakula na kuku mwenye miezi minne. Huu uwezo unatofautiana. Kwa ili waweze kukua na ili waweze kuwa na nafasi, banda lako bora lazima ligawanywe katika vipengele vikubwa vinne. Kwa ajili ya vifaranga, kwa ajili ya umri unaofuata, kwa ajili ya umri ambao unafuata kwa ajili ya kutaga, na kwa ajili ya wale ambao ni wakubwa zaidi. Kwa banda liwe na hayo mazingira manne. Kwa mazingira yetu ya kijijini tunaofuga, wote wanakwenda pamoja. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kushangaa unapotokea ugonjwa kama kideri, vifaranga wengi wanakufa, lakini majogoo na mitetea ile ambayo ina nguvu yenyewe inabaki. Kinachosababisha wale wabaki ni kwa sababu sio kwamba ule ugonjwa hujawapata. Ule ugonjwa umewapata, lakini kwa sababu wanakula chakula vizuri na wanaishi katika mazingira mazuri, ule ugonjwa unaingia katika miili yao, mwili unapambana na ule ugonjwa, yule kuku anaendelea kuishi. Unajua ugonjwa kama mdondo au kideri ni ugonjwa ambao unaua kuku kwa haraka sana. Lakini ni ugonjwa ambao kuku kama akiwa katika afya yake nzuri, ule ugonjwa unakuja unaingia kwenye mwili na ugonjwa unabaki kwenye mwili na kuku hafi. Lakini kama kuku anakuwa hali chakula cha kutosha, kifaranga amechanganyika na mkubwa, huyu kifaranga kwa vote vile lazima afe, kwa sababu mwili wake unakuwa hauna chakula cha kutosha. Baada ya kuzungumzia banda bora, jambo la pili ambalo la muhimu sana katika mfugaji wa kuku wa kienyeji, anatakiwa awe na mbegu bora. Sasa tuna aina mbalimbali za kuku wa kienyeji ambao tunao. Tuna kuku aina ya kuchi, kuna wale ambao wana manyoya, wana jina la kibwenzi, wanakuwa na kibwenzi hapa juu. Kuna wengine wanakuwa hawana mikia, wanakuwa ni kibuntu. Kuna wengine ambao wanakuwa hawana, shingo yao inakuwa haina manyoya, kuna watu wanaita kirode. Kuna wengine ambao manyoya yao yanakuwa ni ya kusimama, wanaitwa nungunungu. Kwa kuna aina mbalimbali ya kuku, tunayo jamii mbalimbali ya kuku. Na katika jamii mbalimbali ambayo ya kuku tunayo, sisi tunatakiwa tuchague mbegu bora. Mbegu bora inatakiwa iwe na sifa zifuatazo. Kwanza, awe ni kuku ambaye anakuwa kwa haraka. Jambo la pili, awe ni kuku ambaye anataga mayai mengi. Sasa katika hili nataka tuone tofauti moja kubwa.
Kuna tofauti kati ya kuku anayetengeneza nyama nyingi na tuna tofauti